wengine. Serikali ya mpito huwa inaundwa katika nchi ambayo uchaguzi umefanyika ama hakuna uchaguzi uliofanyika, isipokuwa yametokea machafuko ndani ya nchi, machafuko ambayo yanaashiria kuwa serikali iliyopo madarakani haiwezi kuendelea tena majukumu yake na haiwezi kuendelea tena uundwaji wa serikali, na serikali hiyo tayari wananchi hawaitaki na hawahitaji kutokana na machafuko hayo. Kwa hiyo serikali ya mpito inaundwa na vyombo vya ulinzi kuchukua nchi kwa ajili ya kuendesha kwa muda mfupi, huku utaratibu wa kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia kufanyika na rais apatikanike kwa kupitia njia ya kidemokrasia. Tanzania hatujapata machafuko ya wenyewe kwa wenyewe ama shida ya kiusalama ndani ya nchi katika hatua ambayo inaweza kupelekea sasa vyombo vya ulinzi na usalama kuona kwamba hapana, sasa nchi iwe chini ya usimamizi wa jeshi katika kipindi cha maalumu, huku mchakato wa kuanzishwa utaratibu wa kidemokrasia kumpata rais anayetokana na wananchi kufanyika. Mwaka 1945 Umoja wa Mataifa ulifanya declaration yake kwenye kikao chake cha Jumuiya ya Umoja wa Mataifa kwamba mataifa hayatakuwa na uwezo ama jumuiya za kimataifa hazitakuwa na uwezo wa kuiongoza nchi yoyote duniani kutokana na madhara yaliyojitokeza baada ya League of Nations ilianzishwa mwaka 1919 kupata changamoto kubwa wakati walipopewa mamlaka ya kuziongoza nchi za Ulaya mara baada ya kutokea ile vita za wenyewe kwa wenyewe ama nchi moja kuipiga nchi nyingine. Baada ya kushindwa kwa ile nchi, ilikuwa ikiwekwa chini ya usimamizi wa League of Nations tangu ilipoanzishwa mwaka 1919. Palitokea ubadilifu mkubwa, wizi mkubwa, ukiukwaji wa haki za kibinadamu wa kiwango cha juu, ambao ulipelekea sasa jumuiya za Umoja wa Mataifa kuona hakuna sababu ya taasisi ama jumuiya ya kimataifa ya aina yoyote kuitawala nchi yoyote panapotokea misunderstanding ndani ya nchi zao. Hivyo wakaweka utaratibu kwamba nchi hizo wataunda chombo maalum kitakachoweza kusimamia upatanishi na kusuluhisha ili nchi husika ziweze kujiongoza zenyewe. Umoja wa Mataifa katika kikao chake cha mwaka 1954 mwezi wa 11 waliweza kufanya declaration kwamba Tanganyika itakapopata uhuru, jumuiya za kimataifa na mataifa mengine na taasisi za kimataifa hazitakuwa na haki na mamlaka ya kuingilia mambo ya ndani ya maamuzi katika nchi yetu, isipokuwa watakuwa wana sehemu ya upatanishi. Kwamba hakuna chombo chochote cha kimataifa chenye mamlaka na uwezo wa kuingilia Tanzania ama kuiongoza Tanzania chini ya usimamizi wa serikali ya mpito. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, baada ya kushiriki kwenye uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba, mbadala wake wa kufidia kushiriki kwenye uchaguzi ilikuwa ni kuandaa maandamano katika nchi ya Tanzania ili nchi ingie kwenye machafuko, ili jumuiya za kimataifa ziingilie kati swala hilo, ili serikali ya mseto iweze kuundwa ili wapate nafasi ya kujumuika kwenye serikali. Ya advantage ya maandamano na vijana ili kufacilitate utashi wao wa kisiasa ili waweze kugaini serikali ya mpito. Ambayo ya mseto haiwezi kupatikanika mpaka ndani pawe na kutokuelewana kati ya chama kilichoongoza na chama kinachofuatia kwa kura katika uchaguzi mkuu. Na kwa bahati mbaya zaidi, labda kwa faida ya Tanzania, yani serikali ya mseto na serikali ya mpito kwa sasa hivi hata maliziano yakifanyika kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hawataweza kubenefit na maridhiano hayo, kwa sababu wao hawakushiriki kwenye uchaguzi mkuu na hawakuwa washindi wa pili katika kura. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais na waziri mkuu, mawaziri pamoja na serikali kwa ujumla waendelee kufanya kazi ya kuwatumikia wananchi kwa sasa, kwa sababu hali ya kisiasa wa Tanzania wameweza kupata picha kamili wa kujua kumbe walipokuwa wakipambana kuhusu maandamano na kutaka haki, kumbe kulikuwa kuna ajenda zingine zilizokuwa chini ya kapeti, ambazo sasa hivi baada ya hotuba ya makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kufanya mkutano, ndio Watanzania wameweza kujua kwamba kumbe ajenda ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ilikuwa ni kuundwa kwa serikali mseto na kuundwa au serikali ya mpito, ama nchi yetu irejeshwe kwa mabeberu
iendelee kusimamiwa na Baraza la Udhamini wa Umoja wa Mataifa ama jumuiya za kimataifa ama taasisi za kimataifa, kitu ambacho hakiwezekaniki na nchi yetu huko haipo kabisa. Na sasa hivi tuko kwenye hatua nyingine ya maendeleo na sio hatua ya kupambania kupata uhuru wa nchi yetu. Huko tulishatoka. Serikali endelee kufanya kazi kutatua kero za wananchi, kushughulikia shughuli za maendeleo na shida ambazo wananchi wanazozihitaji kwa sasa. Jukumu la serikali sasa ni kuhudumia wananchi kwa ujumla. Tanzania umeshapata picha kamili namna nchi inavyokwenda, na washauri wa Tanzania wote kwa ujumla kama namna ambavyo kwenye mitandao ya kijamii na mahali pengine ambapo wamepuuza kauli za viongozi wa vyama vya kisiasa, sasa hivi wanapaswa kuendelea kuipa support serikali yao na kuendelea kuwa watulivu na kujenga na kuthamini ile uhuru wa nchi yao. Tunawapa homework vijana kwa familia zote ambazo ziliathirika, ambazo tunasikitika kwa kiasi kikubwa. Kwa kweli tumeumizwa sana na yale matukio yaliyojitokeza na vijana kupata majeraha makubwa na wengine kupoteza maisha. Uweze ukalipa fidia watu waliopata changamoto za kupoteza uhai ama kupoteza viungo vyao, kwa sababu uhai wa mtu hauwezi kupimwa kwa thamani ya fedha. Kwa hiyo vijana umepata darasa kwamba kwa wale zile familia ambazo zimepata maafa, kwa wale waliojeruhiwa, je, wale watu waliokuwa wakiwashawishi mfanye maandamano kwenye mitandao ya kijamii, je, wamesha kuja kuwatembelea kwenye majumba yenu kuwapa pole? Hiyo ndio homework ya kwanza nao wapa. Na wale watu walikuwa wakiwashabikia kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa sehemu ya faraja kwenye maisha yetu sasa hivi wakati wa matatizo. Je, wametoa mchango wa aina yoyote kwenye kutusaidia kwenye familia yetu, kutusaidia kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda sehemu nyingine? Haya matatizo yanapojitokeza, mwisho wa siku zinazoathirika ni familia.